نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما بعد. Popote ulipo jifunze uradi huu wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuondosha dhiki na kuleta faraja na kufungukiwa kwa mambo. Sema Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dhaqat al-amru illa farrajaha Allah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inshallah taala utaona nuru katika maisha yako. Take 2, tuelezee maradhi ya figo, namna yanavyoathiri watu. Kwa siku hizi figo imekuwa haichagui wadogo wala wakubwa, na ni tatizo kwa sababu mtu akiwa na saratani tu tayari figo ishakuja, akiwa na sukari tu tayari figo. Na matatizo ya figo kwa kweli yana shida. Tumetengeneza dawa 3 hizi ambazo hii ndogo inaondosha sumu katika figo, hii inatibia figo, na hii inaponyesha figo. Hata kama umefikia stage 4 mpaka unafanya dialysis kwa wiki mara 3, muombe Mungu kwa dawa hizi, ambayo moja hapo inaitwa Al-Kidney, ya pili inaitwa Akbadun, ya 3 inaitwa Azaitu Mujarrab. Unywaji wake umeelekezwa hapa katika hizi chupa. Kwa hiyo shimeni inshallah, kila yule ambaye ameshuhudia basi dawa hizi ni zenye kumfaa. Kila yule ambaye ameshuhudia dawa hizi ni zenye kumfaa. Sisi tuko Buguruni Rozana. Wajazakumullahu khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shehe, hapo kwenye figo labda nini kinachangia mpaka kupata maradhi? Kwanza kula chumvi kupitiliza, vitu vikali, pombe na kadhalika vinasababisha figo, lakini pia kutumia madawa ya chemical kwa muda mrefu, watu hupata taathira ya maradhi haya ya kidney. Na mwisho ni kadari za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tujifunze kuchukua tahadhari. Sababu zamani hayakuwepo sana, sasa hivi imekuwa kama show off, imekuwa kama fashion. Mwenyezi Mungu atusaidie sana. Nini kifanyike ili kuepukana nayo? Miko, tuchunge ulaji wetu, kwa sababu ulaji ndio chanzo cha matatizo yote. Tuchunge ulaji, hilo moja. Lakini la pili, wenzetu waliopatwa na figo vile vilivyowasababisha ndo nasi tunavitumia. Kwa hiyo ukimwona mwenzie ananyolewa, na wewe anza kutia maji. Kwa hiyo ni hadhari. Na Qur'ani pia ishatufundisha, ya ayyuhalladhina amanu khudhu khidharakum, waumini popote mlipo mchukue tahadhari. Kwa hiyo wenzetu wazungu wanatushinda kwa sababu wanapenda kufanya check up ya mwili mzima kila saa. Sisi mtu mpaka maradhi yanajidhihiri unaenda hivyo hivyo, hufuatilii mwili wako. Alala kisuna basi. Uislamu umefundisha jinsi ya kula, tukila katika hali hiyo tutaepuka mengi kupitiliza. Nafikiri ni hayo tu. Upande wa mwili, labda mtu mwenye mwili mwembamba na mtu labda aliyenenepa sana, changamoto zake ni yupi ambaye anakuwa rahisi sana kupata maradhi haya? Kwa figo haichagui. Ingekuwa ni moyo ningekuambia. Mtu mnene, moyo kuzungukwa na mafuta akapata pressure, lakini kuhusiana na figo haichagui. Ni ile miko tu, kifeli lazima. So watoto wadogo uembamba hawana hata nguvu tayari washakuwa na figo. Na kuna wengine watu wanene na washakuwa na figo. Figo tu ikisababishwa haijali afya yako iko namna gani vipi. Kwa hiyo haiangalii mwili. Mtu yeyote anaweza akashikwa. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Tena ilivyokuwa tunasema figo haina adabu, mpaka wale wanaowatibia wenzi wao figo wenyewe pia wana hilo tatizo la figo. Afwan.